Na ujumbe ama kichwa cha ujumbe kinasema, kwa nini tukaweke tumaini zetu kwa Mungu muumba mbingu na nchi? Sababu zipi? Sababu zipi? Sababu zipi? Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Ndugu, kaa tu hapo, acha kuhangaika sana. Ungekuwa unakaa hapo karibu, unachukua na vile watu wanakuja kanisa leo, unakuja unakosa, siku nyingine tukuone, na mtu anahitajika hapa kufanya kazi fulani. Manake watoto wetu wangekuwa kuna mtu yule anawakontrol. Hebu tusomee zile verses. Angalia hiyo mic. Isaya 51 mstari wa 4 hadi 6. Haleluya, haleluya. Sikilizeni mimi. Ninaanza hiyo 51 Isaya 51 Isaya sura ya 4 hadi ya 6. Ni sura ni 51. Sura ni 51. Yes. Mstari wa 4 hadi wa 6. Nisikilizeni mimi, enyi watu wangu. Nisikilizeni mimi, enyi watu wangu. Nisikieni. Taifa, maana sheria itatoka kwangu. Nisikieni taifa langu, maana sheria itatoka kwangu. Nami nitaistarehesha hukumu yangu. Nami nitaistarehesha hukumu yangu. Iwe nuru ya mataifa. Iwe nuru ya mataifa. Haki yangu ikaribu. Haki yangu ikaribu. Wokovu wangu umekuwa wazi. Wokovu wangu umekuwa wazi. Mikono yangu itawahukumu kabila za watu. Mikono yangu itawahukumu kabila za watu. Visiwa vitaningoja. Visiwa vitaningoja. Navyo vitautumainia mkono wangu. Navyo vitautumainia mkono wangu. Inueni macho yenu. Inueni macho yenu mbinguni. Mtazame nchi chini. Mtazame nchi chini. Maana mbingu zitatoweka kama moshi. Maana mbingu zitatoweka kama moshi. Na nchi itachakaa kama vazi. Na nchi itachakaa kama vazi. Nao wakao ndani yake watakufa kadhalika. Nao wakao ndani yake watakufa kadhalika. Bali wokovu wangu utakuwa wa milele. Bali wokovu wangu utakuwa wa milele. Na haki yangu haitatanguka. Na haki yangu haitatanguka. Baba yetu mtakatifu wa Israeli, kiongozi na muumba wanyama, mifupa, hata damu, mafuta ndani ya mwanadamu, uliunganisha viungo ili kila kiungo kikaungamanike Bwana pamoja. Na ulipomaliza Yesu, hicho kiumbe ukakiita mwanadamu. Baba, tunakuabudu. Na ulisiungamanisha Baba yangu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, ili kukuabudu na kutangaza ukuu wa mbingu na matendo yako makuu uliyoyafanya na utakaoyafanya na unaendelea kuyafanya. Asante Yesu, tusaidie ili nasi tushikilie pale kutangaza kazi yako uliotuachia maifana. Na kama mchungaji, nami nisaidie kama vile ulivyotuma wachungaji kuondoa kanisa katika dunia hii na kujielekeza mbinguni. Nipe hekima hii Baba, na unipe silaha na unipe uwezo, ili Baba yangu wawili watatu
ama kila mmoja my Father akaise kuridhi kwa neema yako, ukinitumia Baba yangu. Nisaidie tu na ukaondoe kiburi na ukaondoe majigambo Baba yangu na majivuno ndani yangu. Ni kwa maana Baba najua unaenda kuniinua zaidi. Ni kwa maana Baba najua unaenda kunionyesha na kunipa siri zaidi. Tukuka Yesu, inua watu hawa, wajenge maivara na wabariki, wabadilishe Baba, wasitoke vile wameingia. Endelea kuwavungua, endelea kuwaponya na kuwabariki maivara na kuwabadilisha. Na Bwana kuwasaidia kuokojiandaa kwa sababu ya safari inayokuja. Katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, tuomba na tutakuamini. Amen, amen, amen. Ni maombi ninapoyaomba naona mambo makubwa sana, vitu vingi sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona number 1. Tumeona number 1 ili kwa sababu gani tukaweze kumtegemea Bwana? Ni kwa sababu chochote kile kinachoonekana, chaloni tengenezee ni hiyo itanifunga hata haraka moja sana. Ni kwamba chochote, mali, milima na mabonde, dunia na mbingu, kavu na bahari sitaondolewa, pamoja na urithi wake. Haleluya. Sasa tukaona ni vizuri tukaweze kutegemea neno la Bwana. Haleluya. Na mwishowe tumeona aliyeweka tumaini aliyeweka tumaini lake katika neno, huyo ndiye ana nafasi. Hapo ndipo tumefika. Ana nafasi ya kuiona au kuikaribia mbingu, yaani makao ya roho za wanadamu walio hai ndani ya Yesu Kristo Mwana wa Mungu. Haleluya. Tumetoka mbali na tumeenda sana, tumejifunza mengi, na nataka tuendelee pale. Kutoka pale hivyo kanisa lifunguke macho, ama kwa hivyo kanisa NB mark this one. Kwa hivyo kanisa ni lazima lifunguke macho na kuona ni wapi uzima wa milele umevichwa, pia ni wapi jehanamu ya moto wa milele umevichwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama tumeona kwa neno ndipo kuna uzima. Haleluya. Kwa hivyo kwa vitu vingine zile ama kitu kingine kile, hello please, unapo imagine, naona kana kwamba huduma, unaelewa saa hii tuko hapa na tumeruka, tumetoka, na utaonekana kama mtu ambaye anaongoza vizuri. Ni sawa, ninaelewa katika huduma lazima ufunze, si mbaya. Ni asante kwa kutii. Mungu akubariki. Haleluya. Haleluya. Nitengeneze nini ya nimekuambia, kama kweli kwa neno hapo, kwa neno la Mungu, neno la Roho wa Mungu, ndipo tutaona nafasi ya mioyo yetu kuishi ama kupatana na Kristo. Kwa hivyo ni lazima kanisa lifunguke macho na kuona ni wapi uzima umefichwa, uzima wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Napendaka kuwafunulia vizuri ili wewe mwenyewe usije ukasema umepitiliwa. Jina la Bwana litukuzwe.
Kwa hivyo kanisa, lazima tuelewe uzima wa milele tumeona uko katika sauti ya Mungu. Haleluya. Na ni lazima tumtumainie huyo Mungu aliye na sauti ya uzima wetu. Haleluya. Aliye na sauti ya uzima wetu wa milele. Hiyo sauti ndiyo itatupa mbingu ya pili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na ndio maana Yesu anaona ibara zingine anasiona kama sarakasi. Na ndio maana mahali amuheshimu neno, sasa ule roho wa Mungu anaondoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana apewi nafasi. Na ndio maana sasa, kwa sababu ule roho wa Mungu apewi nafasi, sasa ule uponyaji ni lazima watu wakaribikie, kwa sababu msaada wa roho haufiki pale. Maana ule roho analeta ule msaada kupitia neno lake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana alisema mimi nawaacha na naenda kutengeneza makao. Bwana Yesu asifiwe. Na nikimaliza nitakuja ili mahali nilipo niwachukue niwapeleke mahali nitakuwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ninamshukuru Mungu sana kwa sababu makao alitengeneza. Na njia aliletengeneza. Haleluya. Makao ama mahali utapata ule Mungu ni kwa ile neno. Na njia ya kufikia ule uzima ulio ndani ya Mungu ni kwa ile neno. That's why anasema dunia, mbingu na bahari safanya nini? Zitaondolewa. Ili tuondoe tumaini zetu kwa hizo vitu. Haleluya. Ama kwa chochote kinachoonekana katika mbingu, katika nchi kavu na katika bahari. Haleluya. Akiwemo mwanadamu pamoja na mapato yake. Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anataka tufungue macho kama kanisa lake, tuone uwapi uzima. Na ndio maana huwa nasemanga ni vibaya sana wakati nimehubiri na ni neno lilio na uzima, ni neno lilio na nguvu, ni neno lilio na mbingu, ni neno lilio na kila kiungo cha mwanadamu, alafu naliweka chini na nalivunika. Alafu sasa namaanisha na nakuja kwako ili nikaweze kukemea shida yako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kwa macho ya kiroho inamaanisha vizuri ile neno nimehubiri haina power. Ama ile neno iko katika ile madhabahu ina power. Bwana Yesu asifiwe. Haina macho, haina mikono, haina miguu, haina mapua na haina masikio. Haleluya. Sasa yule neno huwa anawekwa chini na mnaanza sarakasi kukibizana na mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Manake ule uzima unaweza ingia katika huyu mtu hatujaufikia. Ule mkono wa ukombozi unaweza fikia huyo ndugu ambaye ni mgonjwa, huyo dada ambaye amefungwa, bado hatujaufikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pale ndio sarakasi kwa kanisa ziliingia. Na wakati mikono ya mwanadamu ilishindwa,
Maanake ile neno iwezi kupeleka katika ule uzima. Sasa ile mikono imeshindwa ya mchungaji ambaye tunaambiwa atakufa ule mwanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anaona haifai. Sasa anakuambia enda ulete mchanga wa kweli. Sarakasi imeanza hapo. Tukomboe mahali kitovu chako kimezi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka pale ukaambiwa upande be. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uponyaji ulikosekana. Ndio maana Yesu anasema ni kama watu wanafanya nini? Wanapapasa kama kipofu. Unajaribu hii haiwezi, unajaribu hii haiwezi, kwa maana yule neno hajakufikisha katika ule uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka pale ukaambiwa toa sadaka tuvunje madhabahu. Imetoka wapi? Na kwanza nilileta mchanga ambaye kitovu kimezikwa, so that's mimi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tukakuja tukaona sasa pasipo neno la Roho wa Mungu, neno la uzima, hakuna ukombozi. Manake hakuna uzima. Haleluya. Hakuna uponyaji, manake hakuna uzima. Hello. Hiyo ndio sababu laika atakuja hapa akiwa mgonjwa, na ile neno linalotangazwa katika madhabahu hii aliyesi mgusa akiwa kule, itabidi mimi kama mchungaji nitoke niende mwekelee mikono, kwa ile neno haina miguu. That's how a power of the Holy Ghost. Alikufa katika madhabahu. Haleluya. Na ndio maana kwa sababu ile neno iwezi tembea na ikuguse shida yako ukiwa pale, ni lazima utatoka pale ukuje wapi? Kwa madhabahu. Haleluya. So inamaanisha viungo vyote vya roho vya neno tulikatakata. Mikono haiko, sikio haiko, macho hayako, miguu haiko, akili ya kukukomboa ndani ya neno haiko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukipeana neno lilio na roho wa uzima, ni lazima atakufikia. Haitahitaji mchungaji akuletee mikono yake. Ndio maana Yesu akiondoka, bali ile neno ameitoa katika mwanadamu. Zile nguvu ametoa katika makuhani. Haleluya. Na akaweka katika neno. Aliwaambia enendeni ulimwenguni mzima mkiwafundisha. Mkiwafundisha kushika yote niliyowaamuru ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Basi na mkifanya hivyo, mimi nitakuwa pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Kwa sababu sasa watu nao hawana ile neno. Sasa naye Mungu hayuko pamoja naye, ule Yesu hayuko pamoja na wao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ni lazima sasa tuzingatie katika hii sauti ya Mungu. Na ndio maana tunauliza ni kwa nini tukaweze kuweka tumaini zetu ndani ya huyu Mungu. Manake ninapokuvunza kuweka tumaini
lako ndani ya Mungu umeondoa kwangu. Haleluya. Hello. Kwa hivyo hata kama unapitia, utamtumainia nani? Mungu. Kwa hivyo mimi hautaniona. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Kile utafanya utaniambia, mchungaji, usimama nami niko katika mlima fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na ile neno itafikia wakati, maana inafanya na nyakati. Maana anasema, huyo neno ndiye anasema ujue mbingu hii kuna siku yake, kuna wakati, kuna maondolewa. Haleluya. Na nchi hii kuna siku ya kuchakaa. Na bahari itangoja mkono wa Baba. Na wote walio ndani yake watafanya nini? Ili uondoe tumaini lako kwa chochote. Haleluya. Sasa pale ndio mwanadamu atakuwa overcome the nature, kwa sababu hajatia tumaini lake kwa chochote, ameachilia vyote. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo ukombozi wako hakuna kitu unafaa kushikilia ila tumaini katika neno la Bwana. Kwa hivyo tumeona jehanamu ni kwa vitu hivi vingine isi watu tumia kuabudu. Haleluya. Si unasijua? Haleluya. Ukiweka imani yako kwa kitu kingine, kwa mfano, kwa jiwe, kwa mti, kwa ng'ombe, kwa mwanadamu, hiyo ni idol. Na idol imewekewa moto wa milele. Mfano wote umewekewa moto wa milele kwa yote anayeiabudu na hiyo inayoabudiwa. Haleluya. Kwa hivyo chochote kinaabudiwa dunia hii, chochote kinatumika kuponya mwanadamu dunia hii, chochote kinatumika kukomboa mwanadamu dunia hii, siku ya mwisho dunia hii inapokunjwa kitaelekea motoni pamoja na yeye. That's why nimemwambia, inamaanisha kitakapofika mwisho, hicho umeshikilia, hicho unatumainia, hata wewe utafika mwisho, na penye kitapelekwa na neno pale utakuwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimekuambia wewe, unajua ni watu wangapi sasa wameshika na wameshikilia tools za jehanamu. Hello. Hello. Ni wangapi wameshikilia matili za jehanamu? Kwa ngapi wameshikilia njia ya motoni? Ni yule ambaye anatumaini na neno la Mungu, na neno la Mungu liko na ufunuo ndani ya roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuja kuniambia Bwana pigana na wao wanaopigana na mimi katika mwili. Wewe umeanguka. Haleluya. Haleluya. Mwisho ni kuwa yeyote duniani ameshikilia kingine, kama maji au upako, mafuta au matoleo ya fedha au mapato, huyo anaenda kutoweka kabisa. Haleluya. Haleluya. Maana matoleo ni ya dunia hii, mali ni ya dunia hii. Haleluya. Haleluya.
Maji ni ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Fimbo ni ya dunia hii. Mawe ni ya dunia hii. Dunia hii. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni wa jehanamu na hakuna tafadhali. Hello. Kwa hivyo shukuru Mungu sana. Alikukomboa na jehanamu. Ni wa neema hakika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa neema yake anataka kukuumba ufanane na yeye. Na wacha nikuambie, wale wameshikilia hizo vitu, wale wameshikilia ni wengi sana. Manake watu hawajui hiyo injili pia inachakaa. Hiyo uongo pia itafika mwisho. Manake hivi karibuni watu watajua ukweli. Ujumbe huu umetumwa kuondoa chukizo mbele au ndani ya kanisa takatifu la Yesu Kristo. Hasikiaye na fahamu. Ujumbe huu umetumwa na Bwana kuondoa kila chukizo mbele za Bwana. Barake utakapoachilia, barake nitakapoachilia Bwana, manake ndio maana anasema kule, jioni tusemezane. Niwaonyeshe ni wapi muliachia njia. Niwaonyeshe ni wapi muliangukia. Niwaonyeshe ni wapi muliniachia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ujumbe huu watumika kama kifagio cha kuondoa maovu yote. Watu wabaki na Yesu. Cha kunyang'anya mwanadamu dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na utakapoachilia dunia na chochote kinaonekana na macho ya mwili huu, na uweke tumaini lako katika neno la Bwana, na kuambia hata kama itachukua muda gani, ndugu yangu, dada yangu, utaokoka. Hello. Hello. Hii imetumwa kuondoa kila chukizo, kila dhambi, kila hukumu kwa wanadamu na kanisa jumla. Tuweke tumaini kwa neno. Ndiye mjumbe atakayetumwa kuondoa kila mtu na mali yake yote duniani. Kila mwanadamu aweke tumaini ndani ya neno. Kwa sababu gani? Neno ndiye alikuwa mwanzo wako. Haleluya. Na neno ndiye atakayetumwa mwisho wako. Example ni Isaiah 38 into bracket. Isaiah 38 verse 1. Kwa hiyo ndio itatuonyesha vizuri kama vile alitumika kutuumba, ndivyo atatumika kutumwa atukuchie ile sauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Isaiah 38. Manake huyu jamaa anaitwa Hezekia. Mungu alimtumania kwa sauti. Alituma Isaiah akamwambie. Haleluya. The one.
The word ndio itamaliza safari yako dunia hii, na ndio ilikuanzisha safari. Haleluya. Kwa hivyo hizi vitu zingine zote, hata mwanzo na mwisho wake ni neno. Ndio maana anatuambia ndio ziko na ni mimi niliumba. Manake nilisema kuwe hii kukawa. Haleluya. Kuwe hii kukawa, na nikaumba nchi, na niko na siku ya kuiondoa. Nimunisomea my brother. Isaya na 8 verse 1. Teremka kiasi tu. Hizo Hezekia aliungua. Siku hizo Hezekia aliungua, akawa katika hatari ya kufa. Akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amosi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako. Tengeneza mambo ya nyumba yako. Mambo ya nyumba yako, maana utakufa. Unaona, kule tuliambiwa mwanadamu atafanya nini? Hatakufa. Ni wakati wa kujiandaa kwa sababu ya nyumba yako, kwa sababu ya makao yako. Haleluya. Sasa Isaya ameambiwa tengeneza kwa sababu ya makao yako. Bwana Yesu asifiwe. Naye kwa sababu hakusikia, manake ilikuwa wakati wa kwanza kujiandaa. Maana baada ya kumaliza kujiandaa atafanya nini? Ataondoka. Yeye akaona kifo imefika. Noa akawa na siri kubwa sana katika haya mambo. Manake aliambiwa sasa tengeneza. Manake wakati wa dunia kuondolewa umevi, na Noa akaanza kujiandaa. Dai huyu ameambiwa tengeneza. Kwa hiyo amepewa chance. Hello? Ya kutengeneza mambo, ya kuandaa moyo wake. Hello? Lakini hakusikia kama Noa. Akaanza kuambia Mungu, kumbuka sasa nimekupa nafasi utengeneze. Na ndio maana Mungu anakuletea ujumbe huu, utengeneze mambo. Hello? Hello? Utengeneze mambo. Usiende kabla hujatengeneza makao. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo elewe uko na kesho. Kuanzia saa hii uko na kesho. Imefika majira ya kutengeneza makao. Hello? Kabla tujakunjwa pamoja na dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno ametumwa akuambie jiandae, tengeneza mambo ya nyumba yako, mahali unapoenda. Haleluya. Manake sasa baada ya kumaliza nitakuja na kuondoka nawe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia ujumbe huu? Umesikia ujumbe huu? Kwa hivyo neno amekuletea sauti ya mwisho. Na kama hautasikiliza, kama hautamtumainia, hautaiweka kwa moyo, Bwana Yesu asifiwe, utakuwa tu kama Isaya. Isaya alipoambiwa alisema nini? Hebu tusomee. Amemaliza kuambiwa kwanza tengeneza mambo.
Simon, tukue pamoja, manake saki mtu akiachwa chalo. Hizi mic I don't know mbona. Basi Hezekia akajigeuza. Basi Hezekia akajigeuza baada ya kuambiwa Takufa. Atengeneze mambo, atafanya nini? Takufa. Kwa hiyo wewe huoni kama kuna duration ya Hezekia kufanya nini? Kutengeneza, kulainisha mambo, kuangalia njia zake. Haleluya. Kuangalia mienendo yake. Haleluya. Kuangalia tabia zake. Basi Hezekia akajigeuza. Hezekia akajigeuza, Akaelekeza uso wake ukutani. akaelekeza uso wake Ukutani. akatae. Akamwomba Bwana. Akasema, Bwana, kumbuka haya na kusi kwamba nimekwenda mbele. Amefanya kile kinachostahili. Hello? Amefanya kile kinachostahili. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo tunaleteagwa ujumbe, na wewe unafanya visivyo stahili. Najua ni vizuri unaposoma neno unafunguka macho. Baba, unaniambia nini? Hello? Bwana Yesu asifiwe. Hezekia amefanya kinachostahili. Ameambiwa tengeneza, kwa kuwa ana macho na asikii, akaona kana kwamba ni majira ya kufa, isipokuwa ni majira ya kutengeneza mambo. Sasa ndio na kuamtumainia kila wakati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa akaondoa majira ya kujiandaa ili aondoke. Halikuwa na muda, akageuka. Biblia inasema akamuondokea Bwana. Am I talking? Kwa hiyo akawicha uso wake, akauondoa mbele ya sauti. Inamaanisha karudi nyuma kwa kutosikia. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nimeiona. Unaiona? Kwa hivyo Mungu analeta ujumbe huu, usikie sauti yake na uitumainie na ufanye kulingana na vile amekuambia. Wachana na dunia hii, wachana na mbingu, wachana na bahari, wachana na mali, wachana na wanadamu. Hello? Kabla sijakuja, manake kufumba na kufumbua, mwanadamu ataondolewa. Mimi nahurumianga huyu ndugu sana, kwa sababu alimaliza vibaya. Ndio sababu alimaliza vibaya, kwa maana hakusikiliza hii sauti vizuri. Na ndio maana nawaambianga wapendwa, wakati neno ananena, usiwe kama Isaia, kama Hezekia. Na ndio maana nahitaji mwalimu wa kuchunga hao watoto. Hello? Maana sitaki upitiliwe ama upitwe. Maana Yesu alitaja, ametuambia make sure ya kwamba wameyashika yote niliyowaachia. Yesu asifiwe. Jamaa akamwambia, angalia kazi niliyofanya. Kumbuka hata ile nyoka ya shaba. Sasa Mungu hayuko huko. Sasa unarudi nyuma. Ilo, Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio unakimbianga. Unauliza na basi atamaliza lini? Already ushaenda. Umeondoka katika uso wa Bwana.
unaelekea katika meza hiyo, sahani unaanza kuona saa kwanza ikianza kuelekea saa 6, ikianza kuelekea saa 7, ndio nasemanga mimi ni kama sitawahi hubiria nini serikali, maana utapewa dakika 5 kisha hiyo, mimi siwezi. Hello, dakika 5 hata haijafika kuintroduce kichwa cha ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unataka tuende na hujasikia kama Isaya. Hello. Taanza kusema Mungu, mbona nilivai baba yangu kumbe na isatokufa leo. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Alisema aje Isaya? Alisema aje? Akaondoa one chapter hapa ikingempea sababu ya kwenda na Bwana, lakini wakati alikataa ilimnyima hata leo. Bwana, kumbuka haya. Nakusi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana. Baada ya kutengeneza mambo akaanza kulia. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Hello. Kuna kitu umeshika hapo? Kuna kitu umekamata? Ndio maana tutumainie Mungu, tukae na yeye, tujue sauti yake. Na mahali kuna nyakati unaelewa, manake amemwambia tengeneza. That means amempea duration. Hello, chance, grace ya kujiandaa. Jina la Bwana litukuzwe. Hiyo ni chapter nyingine tunafaa kuiongelea. Ndio maana sauti au neno anatuambia kila saa, mimi au yeye ndiye mwanzo tena mwisho wa kila kitu duniani nzima. Isaiah 43:10-13, mimi ndimi mwanzo na mwisho. Kwa hivyo kama ndiye mwanzo wako na mwisho, ni nani utakayeenda na yeye? Nisikilize kwanza. Hebu niulize Dan, kama neno ndio mwanzo, hebu tusome Isaiah 43:10-13. Kama neno ndio mwanzo tena uzima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kwenda na yeye ama uvai? Isaiah 43:10-13 anasema hivi, ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, na mtumishi wangu niliyemchagua, mpate kujua na kuniamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye. Kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote, wala baada yangu mimi hatakuwapo mwingine. Haleluya. Labda unaenda kwa kanisa, unatengenezewa Mungu, unatoka naye unapeleka kwa nyumba. Naye anasema ninyi ni mashahidi, ni mimi muumba, ni mimi mwisho. Haleluya. Na ukiwa mshahidi, bado unakuja hapa na kupea kanonji. Bado neno ndiye Mungu wa kipekee.
tumaini zetu kwake daima. Neno ndiye Mungu wa kipekee tufae kuweka tumaini zetu kwake daima milele. Kwa hivyo ni lazima utembee undercover. Haleluya. Lazima awe mfalme, lazima akuhukumu, lazima umuongope, lazima umtii, lazima umusikie, lazima umuelewe. Yalo, tuko pamoja? Tuko pamoja? Nataka kuongea tena from today about you. Hallelujah. From today sitaongea tena. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mimi sitaki mtu yeyote akitoka katika dunia hii. Wacha nikwambie, hata kama wewe ni mtoto wangu, ukiondoka sina chochote cha kupea Mungu akupee uzima kama haukusikiliza sauti yake. Hello? Hata kama wewe ni rafiki yangu kiasi gani, hata kama wewe ni supporter kiasi gani, jina la Bwana litukuzwe. Sina chochote, sina uwezo. Na wakati ndio huu, na uwezo ndio huu nakupea, lakini you are not serious. Bwana Yesu asifiwe. Kwani tukiondoka hapa, nikienda, utabaki na nini kama usikii? Haleluya. Utabaki na nini kama usikilizi? Na neno hautampata mahali pengine ili alikusikia na kuweka katika tumaini. Haleluya. Kwa hiyo huyo ndiye Mungu pekee tunayestahili kuweka tumaini zetu kwake forever. Vitu zingine tumefla. Haleluya. Vitu zingine ni flash. Inaibadi hiyo vipo. Flash zako shetani zitaki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa akiamua kulaani atakulaani, na akiamua mwisho wako utafika, utapata hukumu yake kweli kweli. Akiamua ni wakati wa kulaani, na hukumu yake ya laana atafanya nini? Utapokea. Sasa shida ni tuko hapa wapendwa. Kwa hivyo elewa na uweke hii kwa moyo wako, ya kuwa yeye neno ako na uwezo wa kukuokoa. Yeye mwenyewe. Simon, Bwana Yesu asifiwe. Elewa ya kwamba neno ako na uwezo wa kukuokoa kutoka kwa utumwa wa miungu mingine yote katika dunia. Lakini mark this one, hakuna mwingine katika dunia hawezaye kukuokoa mikononi mwa neno. Basi wewe akiamua kubariki, hakuna wa kulaani. Akiamua kulaani, hakuna wa kukubariki. Akiamua kukuua, hakuna wa kukuvuvua. Na akiamua kukuinua, hakuna wa kukushusha. Hello?
ndiye anaitwa King of Kings. Maanake yeye the final say. Kwa nini basi tusiovu neno? Kwa nini basi tusimheshimu neno? Hello? Kwa nini basi tusimtumainie? Jiulize, ukiingia mikononi mwake, laana zake hasionekani. Haleluya. Kibungo chake hakionekani, mapigo yake haionekani, bali utaonekana tu nasumbuka. Na ukienda kwa manabii wa uongo, watakemea ule neno na wamuite pepo, wamuite mchawi na wamuite adui. Maanake kama wewe uliokoka, wewe ni wa neno. Kwa hivyo yeyote alipiga magoti akasema, Bwana, nivute katika kitabu cha hukumu, uniandike katika kitabu cha uzima, uliingia katika mikono ya Bwana. Haleluya. Na unapogairi neno, anainuka na kupigana nawe, analeta magonjwa, analeta laana. Ni nani basi akuja kuokoe? That's why watu wanaombewa deliverance, my brother, my sister, usiku na mchana, miaka voti. Kuna mtu alianza kuanguka 40 years up to now, kwa sababu hukumu iliyo juu yake ni ya neno. Kwa sababu magonjwa inayomsumbua, ila ni neno alifungua milango. Na nakwambia atapigana na neno mpaka mwisho wake kaburini. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Unaona watu wanaonanga hii kitabu, wanaona kitu ambaye wanasema tu ni kitabu tu. Nasikianga watu wakisema ni kitabu tu. Wewe amini ni kitabu. Siku ya hukumu utakutana nacho. Maanake vitabu vitachukuliwa na kitabu atachukuliwa, na atachukua nafasi ya hukumu. Kwa hiyo wakati Mkristo yeyote, and I think ndio maana Kenya tunaangaishwa, maanake tunasema 99 we are Christian, but we are not Christian kwa matendo yetu. Haleluya. Halafu sasa manabii wa uongo, toka pepo, naona mchawi, naona mganga, naona laana. Hello? Jiulize kwa nini hiyo mtu anaangukaga miaka nenda miaka rudi. Jiulize. Ako mikononi mwa mfalme, na hakuna atakaye mkomboa. Hakuna atakaye mkomboa. Na nimekuja kujua mahangaiko tunayo duniani, sisi ni waasi wa neno. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni waasi wa neno. Na kwa sababu hatujui siri zake na hatujui njia yake, sasa unapoona reality hakuna deliverance ya kukukomboa, unaama mahali popote. Niende wapi Bwana, niepushe na uso wako, nikienda hata kuzimu wako ananiona, nikienda hata kuzimu wako ananiona. Bwana Yesu asifiwe. Ni wapi ndugu yangu kama umelaaniwa na neno? Kama mapigo yako ni ya neno, utaenda uokolewe. That's why inasema deliverance nyingi around 99% ni sarakasi, watu wasiojua ni nini wanafanya. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Da, kama miungu yote, mchawi anaweza kuchawi neno akukomboe kutoka kwa mikono yake. Haleluya. Machini unaweza tumiwa neno akukomboe kutoka kwa mikono yake. Haleluya. Jangwa za maisha zinaweza kuja neno akukomboe katika mikono yake. Haleluya. Kwa nini anatukomboa kuliko kwao? Kwa maana he has power than. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inatupasa sana tuweke tumaini zetu kwa neno peke yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ukienda au nikienda kinyume na neno, hakuna wa kukuokoa. Na ndio maana watu wameenda, unaitwa nini, Nigeria, wamekombolewa. Wamepita Uganda, wamekombolewa. Haleluya. Wameenda Mombasa, wamekombolewa. Wametoka Wesa, wamekuja Nairobi, wamekombolewa. Heshimu neno. Wapendwa, nikimalizia, tega masikio. Moto wa neno hakuna atakaye uzima ndani ya maisha yako. Mkono wa neno hakuna atakaye uzuia ndani ya maisha yako. Silaha ya neno hakuna atakaye izima ndani ya maisha yako. Be very careful. Mahali popote unaenda, chochote unafanya, mahali popote unakaa, unatembea, unafikiria, unanena, pia Bwana akuhurumie. Manake huyu ndiye chanzo cha shida katika dunia hii. Wakati anaangalia mwanadamu, hana tumaini na yeye. Wakati anaangalia mwanadamu, amheshimu, yeye anachukua nafasi ya hukumu. Na kuanza hukumu, analeta jangwa za kila aina, analeta magonjwa ya kila aina, na hakuna atakaye yaondoa. Rasio yakasema nyakati za mwisho kutakuwa na kilio, magonjwa na mahangaiko. Watu watakuwa wapiga Kristo, wapiga neno kama Hezekia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Simama kutukua miguu yako.